Okay. Habarini ndugu zangu. Ni siku nyingine tena ya leo. Kama nilivyojitambulisha mwanzo, kwa majina naitwa Dr. Kombwa. Niko mbeleni siku ya leo kuwaletea mada ifuatayo. Leo tutaongelea mzunguko wa hedhi kwa mwanamke, au kitaalamu tunaita menstruation cycle. Menstruation cycle au menstrual ni nini? Hii ni tunasema kwamba ni ile tunasema uvunjaji wa lea ambayo ilikuwa imejitengeneza kwenye ukuta kwenye ukuta wa mfuko wa uzazi, ambayo ilijitengeneza kwenye mwezi uliopita. Sasa mwezi huu ile lea huwa inajivunja, na huwa tunaita breakdown of thickening inner layer of endometrium. Hii huwa inatokea baada ya mwanamke kuweza kushindwa kupata ujauzito kwa mwezi uliopita. Ile lea ndio maana inajivunja. Kwa maana mwanamke ambaye ameshapata ujauzito hawezi kuona nini? Hawezi kuona period. Kwa sababu gani? Tayari ile lea huwa inatengenezwa mahususi kwa ajili ya maandalizi ya ujauzito. Kwa kama mtu hajapata ujauzito, basi ile lea huwa inaanza kujivunja. Sawa? Lakini menstruation cycle normal ipoje sasa? Normal huwa inaanzia ni siku 21 mpaka 35. Huwa hiyo mwanamke akianza kuona siku zake ndani ya hizi siku 21 mpaka 35, huyu yuko kwenye normal cycle. Lakini akiona chini ya siku 21 au zaidi ya siku 35, hiyo ni abnormal. Hiyo sio kawaida. Kuna sababu ambazo zimepelekea hiyo hali iweze kutokea. Sasa mwanamke ambaye anaanza kuona mzunguko wake wa hedhi, yani hiyo menstrual bleeding, kabla ya siku 21, kitaalamu tunaita polyamenorrhea. Ambayo sasa huwa kuna sababu ambazo zinapelekea huyu mtu aweze kuona siku zake kabla ya siku 21. Moja kati ya sababu kubwa ya kwanza huwa ni excessive stress. Sababu ya pili inaweza kuwa ni hormonal imbalance. Sababu ya tatu inaweza kuwa ni endometriosis. Sawa? Excessive stress stress huwa inasababisha vipi? Labda najua kuna watu wataweza kuniuliza, Dr. Komba, sasa mtu akiwa na mawazo huwa kwa nini, yani mawazo yanapelekea vipi labda mtu kuanza kuona siku zake? Mawazo yanapelekea hivi. Mtu unapokuwa na excessive stress, huwa kuna hormone ambayo tunaita stress hormone, inaitwa cortisol. Huwa hiyo hormone inazalishwa kwenye adrenal gland. Hiyo hormone hiyo ikizalishwa kwa wingi, huwa inaenda kudisrupt hormone mbili, ambayo ni follicle stimulating hormone pamoja na luteinizing hormone, ambazo hormone hizo zinakuwa produced kwenye anterior pituitary gland. Kwa hormone hizo zikiwa disrupted kutokana na ile stress hormone ambayo ni cortisol, lazima huyo mtu anaweza kapelekea kuanza kuona ile menstrual bleeding. Sawa? Lakini je, mtu ambaye ameona siku zake zaidi ya siku 65, hiyo tunahitaji kitaalamu, hiyo tunaita oligomenorrhea. Na kuna sababu ambazo zinapelekea huyu mtu aone siku zake ambazo zaidi ya siku 65, yani toka aanze mpaka amalize, lakini mpaka kuja tena kuanza tena zimechukua zaidi ya siku 65. Hiyo tunaita oligomenorrhea. Na kuna sababu ambazo zinapelekea huyu mtu aweze kuona hii. Sababu ya kwanza, kama nilivyoelezea mwanzo, inaweza kuwa ni hormonal imbalance. Sababu ya pili inaweza kuwa ni lifestyle modification, namna lifestyle yake jinsi ilivyo. Na sababu ya tatu inaweza kuwa pia hata stress. Sababu ya nne inaweza kuwa pia hata endometriosis. Hizo moja kati ya factors ambazo zinaweza kupelekea. Lakini pia hata kuna diseases ambazo zinaweza kupelekea. Kuna magonjwa mbalimbali ya kwenye via vya uzazi. Let's say tuchukue mfano kama labda PID, ambayo ni pelvic inflammatory disease,
ambayo ni maambukizi ya kwenye via vya uzazi, ambayo inaweza kuanzia kwenye cervix, uterus, fallopian tube and ovaries. Hizo ni vitu ambavyo vinaweza vikapelekea huyo mtu akachelewa kuanza kuona siku zake, huo ugonjwa ambao ni PID. Sasa nije sasa, naomba nielezee sasa, nimetoka kufafanua kuhusu menstruation, kutoka kwa kufafanua menstruation jinsi ilivyo, lakini sasa naomba nielezea kuhusu menstruation cycle yenyewe ipoje. Menstruation cycle imegawanyika katika sehemu kuu 4. Kuna menstrual bleeding, kuna follicular, kuna menstrual bleeding ambayo ni menstrual phase ya kwanza, kuna follicular phase, kuna ovulation phase na luteinizing phase. Phase ziko 4. Phase ya kwanza ambayo ni menstrual, hiyo ndio phase ambayo mwanamke anaanza kuona damu, ambayo hiyo ni menstrual, hiyo ni huwa tunaita hiyo ni menstrual bleeding, ambayo damu hilo kama nilivyoelezea mwanzo inatokana na ile layer ambayo ilitengeneza mwezi uliopita kwa ajili ya ujauzito, lakini mwanamke huyo hajapata ujauzito, ndio maana ile layer mwezi huu inaanza inajivunja, ndio anaanza kuona bleeding. Na huwa inatokea normal, inabidi bleeding, damu ambayo aanze kuona apate damu ndani ya siku 1 mpaka siku 7. Hiyo tunaita ipo kwenye normal. Mwanamke ambaye anaona ndani ya hizo siku haina haja ya kuuliza sana, huyu yupo kwenye range ya kawaida. Haijalishi mwezi uliopita labda uliona labda siku 5 au uliona labda siku 3, lakini mwezi huu umefika labda kuona siku umefika kuona damu zimetoka labda siku 6 au siku 7, lakini baadaye zimekata, bado upo kwenye normal range, sawa. Lakini kuna baadhi ya references zinakuambia kwamba kuna wengine hadi siku 8 kutokana na reference mbalimbali. Hiyo ni kwenye normal. Lakini endapo ikizidi zaidi ya siku 7 au zaidi ya siku 8, hiyo ni abnormal. Sasa hapo inabidi uanze kuchukua hatua na kuanza kujiuliza au kuanza kumtafuta mtaalamu wa afya aweze kukusaidia. Kwa nini siku zako zizidi zaidi ya siku 7? Hapo utakuwa na tatizo. Kwa hiyo menstrual cycle huwa kwa kawaida iko hivyo. Na phase ya pili ni follicular phase. Follicular phase ni phase ambayo ina follicular stimulating hormone inakuwa stimulated kutoka kwenye anterior pituitary gland na kuja kwenye ovaries kwa ajili ya nini? Kwa ajili ya kutengeneza follicular cyst. Inatengeneza follicular cyst. Ndani ya cyst ni kama sac, kimfuko fulani ambacho ndani ya hicho kimfuko huwa kinakuwa kimebeba immature egg na kunakuwa na maji ambayo yako mle ndani yake kwa ajili ya kufanya maturation ya yale mayai ambayo yako mle ndani. Na ile follicular cyst kuna hormone ambayo inakuwa released pale. Hormone hiyo ambayo huwa ni estrogen. Hiyo estrogen inakuwa released kwa aim moja, inaenda moja kwa moja kwenye endometrium layer kwa ajili ya kutengeneza mazingira na kwa ajili ya kutengeneza thickening layer kwa ajili ya maandalizi ya ujauzito. Hiyo ndo moja kati ya main responsibility inatokea, ndio tunasema huwa inatokea siku ya 14 ya cycle ya mwanamke. Asilimia kubwa sana siku ya 14, hiyo ndio ovulation. Siku ya 14 na ya 15 ndio asilimia kubwa sana hiyo ovulation inatokea. Lakini main difference kubwa sana nakwambia, siku ya 14 ndio main siku ambayo ni main days ambayo ovulation huwa inatokea siku ile. Sawa? Sasa inatokeaje? Mechanism ambayo inatokea, ile follicle ambayo ilikuwa imejitengeneza huwa ina rupture. Baada ya kurupture inapasuka. Baada ya kupasuka ndo ina release, inaachia yale mayai ambayo yako mature. Lile yai linavyoachiwa ndo linaenda moja kwa moja kwenda kwenye mirija ya uzazi. Inategemea ikaweze kukutana na mbegu ya kiume ili iweze kufanya iweze kufanya fertilization. Sawa? Na fertilization huwa inatokea kwenye sehemu moja kwenye fallopian tube ambayo inaitwa ampulla. Huwa inatokea pale. Ndio fertilization huwa main zinatokea pale.
Moja kati ya dalili ambayo mwanamke inabidi uinote kwamba upo kwenye kipindi cha ovulation, ile cervical mucus, kuna uteute ambao unakuwa unatokea ukeni, uko ni slight, upo unang'aa kama shaba. Sasa huo unatokea ukeni. Ukiona ule ute unatokea, ujue upo kwenye kipindi cha ovulation. Sawa, cervical mucus. Sawa. Ule ute kazi yake kubwa ni nini? Ule ute kazi yake kubwa ni kusaidia kusafirisha sperm iende ikakutana na yai la kike ambalo limepevuka kwa ajili ya fertilization. Lakini kipimo kingine ambacho utaweza kujijua kwamba uko kwenye ovulation phase tunaita basal body temperature. Basal body temperature. Kipindi cha ovulation mwanamke huwa joto la mwili wake huwa linabadilika. Ukichukua kipimo cha body, uchukua thermometer, ukampima mwanamke kipindi cha ovulation, lazima joto lake litakuwa juu. Huwa hiyo kitaalamu sisi tunaita basal body temperature. Hiyo ambayo tunaitumia kwa ajili ya kuweza kugundua kwamba okay, huyu mwanamke kutokana na joto lake hiyo yupo kwenye nini? Yupo kwenye ovulation phase. Sasa ikishakuwa release ile yai, huwa zile tuje sasa kwenye niongelee sasa phase ya 4 ambayo ni luteinizing phase. Luteinizing phase ni phase ambayo ile zile follicle ambazo zilikuwa ziko ruptured kule zinafanya organization na kutengeneza kitu kimoja kinaitwa corpus luteum. Natengeneza corpus luteum cyst. Sawa. Ile cyst huwa kazi yake kubwa ni kurelease hormone ambayo ni nini? Hormone gani? Ni progesterone. Hormone ya progesterone kazi yake ni nini? Kazi yake inaenda moja kwa moja kwenye mfuko wa uzazi ambao kwenye endometrium layer kwa ajili ya kuendelea kutengeneza mazingira ya nini? Ya ujauzito. Ili mwanamke ajifanye ili atapata fertilization ikishatokea na kale ka embryo ambako kale ka embryo kwa ajili ya kuja kujiattach pale kwenye ukuta wa uzazi ambayo kwenye endometrium. Kwa hiyo moja kati ya kazi ya corpus luteum cyst ambayo inakuwa imetengenezwa kwa ajili ya kurelease progesterone hormones ambayo inaenda moja kwa moja kwenye ukuta wa uzazi kwa ajili ya kufanya nini? Kwa ajili ya kutengeneza mazingira ya ujauzito. Sasa kwa hiyo hizo ndio phase 4 main ambazo kwenye menstruation